Naitwa Travis. Ni kijana wa miaka 25. Niliyezaliwa na kulelewa katika kijiji kidogo cha Tunguu. Ni kijiji kizuri, kijiji chenye mandhari ya kuvutia, kilichojaa amani na utulivu, chenye uzuri unaopambwa na mito na vijito, bila kusahau ardhi iliyobarikiwa rutuba ya kustawisha mazao na miti ya matunda ya aina mbalimbali. Kwa upande wangu sina baba wala mama, kwani wazazi wangu wote wawili walishafariki toka nikiwa mdogo sana, ikiwa ni matokeo baada ya ugonjwa hatari uliouvaa kijiji chetu kama jinamizi baya lililobeba upepo wa mauti. Hivyo nikabaki nikilelewa na bibi yangu aitwaye Bibi Marandu. Huyu ni mama wa baba yangu. Bibi yangu ni mwenye nguvu bado. Ni bibi mcha Mungu ambaye alikuwa kama malaika mlinzi wangu, ambaye Mungu alinizawadia hapa duniani. Bibi Marandu hakuwa bibi tu kwangu, bali alisimama kama baba na mama yangu. Alinilea kwa upendo mkubwa kama mwanae wa pekee, aliyekuwa amejaliwa, ambaye alikuwa ni baba yangu aliyeitwa Jacob Marandu. Bibi alikuwa ni mtu wa kanisa aliyedumu katika maombi, na alinilea pia katika mafundisho ya dini. Alinipa malezi yenye maadili safi ya Kiafrika, na mara zote alinihusia kumcha na kumtegemea Mungu katika nyakati zote, hata pale ambapo maisha yalikuwa magumu na hakuna msaada wala mwanga mbele. Elimu yangu ni kidato cha 4, ila nina ujuzi mkubwa na nyota ya biashara. Kwani baada ya kumaliza kidato cha 4 nilifanikiwa kufanya vizuri katika mitihani yangu, lakini kipato kilikuwa cha chini, kiasi hata kupata chakula mara 3 kwa siku ilikuwa ni shida. Niligeukia kilimo na nilifanya kazi kwa bidii mashambani mwa watu. Niliaminiwa hata na baadhi ya wanakijiji kusimamia magala yao, lakini pia minada ya mazao baada ya mavuno. Lakini ndani ya nafsi yangu kulikuwa na sauti iliyokuwa ikinisukuma zaidi. Hii ilikuwa ni sauti ya ndoto kubwa, ndoto ya kuukimbia umaskini na kubadili hatima ya familia yangu. Baada ya msimu wa kilimo kumalizika na shughuli za uuzaji wa mazao kutamatika, nilipata pesa kiasi chake na chakula cha kutosha msimu huo. Nilihisi ni ishara njema sana juu ya ndoto yangu ya kuukimbia umaskini. Nilimpatia bibi chakula cha kutosha na pesa ya akiba. Usiku mmoja nikapakia begi langu la nguo chache, tayari kwa kuondoka usiku ule. Nilisogea paka mlangoni nikatazama chumba cha bibi, nikasema moyoni, nitarudi bibi, naomba baraka zako zikawe nami kupitia sala na maombi yako. Kwa umakini mkubwa nilisogea nikafunga mlango baada ya kutoka na kuanza safari ya kwenda Dar es Salaam kupitia usafiri wa lori. Lori lililokuja kuchukua mahindi kijijini, na mara kumlipa dereva yule kama tulivyokubaliana. Moja kwa moja tukaondoka usiku ule. Dar es Salaam ilinipokea kwa baridi ya maisha. Nililala nje kwenye frame za maduka, nikifanya kazi ya kuosha magari kwa miezi kadhaa. Sehemu ambayo nilifanikiwa pia kupata ujuzi wa kuendesha magari, kwani ilikuwa muhimu kwa baadhi ya wateja waliohitaji huduma ya kupelekewa magari walipo, ikiwa ni baada ya gari kuwa limeoshwa. Niliishi jijini hapa kwa matumaini na kuomba tu kesho yangu iwe bora, kwani sikuwa na ndugu, jamaa wala rafiki. Nilijifunza uvumilivu kwa vitendo. Ilikuwa ni kipindi kigumu zaidi maishani mwangu, lakini Mungu hakuniacha. Siku moja nilikutana na mzee Davson. Alikuwa mtu wa heshima, mwenye sura ya upole, lakini mwenye macho ya mtu aliyepitia mengi. Baada ya kuniona mara kadhaa, aliamua kunichukua kama kijana wa kazi nyumbani kwake, nikawa houseboy na gardener kwenye jumba kubwa la kifahari lililokuwa Oysterbay. Davson alijaliwa familia ya mke na mapacha wawili. Mke wa Davson aliitwa Madam Gladness, huku mapacha wake warembo waliitwa Jasmine na Joyline. Familia ya Davson ilikuwa na kila kitu: hela, heshima, lakini walikosa kitu muhimu: mawasiliano ya upendo. Madam Gladness hakuwa na furaha na ndoa yake kutokana na tabia za mumewe mzee Davson. Kuna muda Madam Gladness alikosa kabisa haki yake ya ndoa. Licha ya yote, Madam alikuwa akijitahidi sana kuwa mama bora, lakini pia mwenye kiu ya upendo. Watoto wao mapacha hawa, yani Jasmine na Joyline, wanarejea kutoka masomoni nje ya nchi, walikokuwa wanasomea usimamizi wa biashara huko nchini China. Na kwa sasa mapacha hawa wamerejea na kupata nafasi ya kufanya kazi kwenye makampuni yao. Kiukweli walikuwa warembo kupita maelezo, ila kama ujuavyo binadamu, tabia zetu huwa hazifanani. Joyline alikuwa ni binti jeuri mwenye dharau kwa watu wa tabaka la chini, na alikuwa mwenye wivu, ila alikuwa na upendo kwa watu wa familia yake. Kwa upande mwingine, Jasmine alikuwa binti mpole, mwenye busara, mwenye macho yaliyonena mengi kimya kimya, na ndiye ambaye alikuwa na mtu yeyote kujaza maombi haya. Hatukuchukua muda mrefu kuelewana. Alikuwa na heshima kwangu, alinisikiliza na aliniona zaidi ya kijana wa kazi. Na kwa upande wangu, tangu mara ya kwanza tumeonana, macho yetu yanalinasa na kuduaa kwa kushangaana kila yalipotizamana. Na mara zote tulipokutana, basi kila mmoja hakuweza kuzuia tabasamu katika uso wake. Kiukweli moyoni nilimpenda pia. Kiufupi, tulianza kuonyesha kila dalili ya kuwa tunapendana, lakini utofauti wa kimaisha baina yetu ulizima matumaini ya upendo wangu kwake.
mpaka siku aliyonitamkia kuwa ananipenda na anatamani kuwa na mimi maisha yake yote. Mwanzo sikumwamini moja kwa moja hadi pale aliponiambia ananipenda sana na hayupo tayari kunipoteza. Hivyo anataka kuwaweka wazi wazazi wake juu ya uhusiano wetu endapo nitamkubalia. Nilimjibu kuwa nampenda sana na pia siwezi kuwa na mwanamke zaidi yake. Isipokuwa nilimkataza kwa upole na kumwomba muda ili nilitafakari hilo. Alinisikiliza kwani alikuwa ananipenda na kuniheshimu sana. Nililitafakari kwa wiki kadhaa na nikapata wazo la kumshauri amweleze ndugu yake. Ilikuwa ni kwa sababu ampe njia nzuri au namna nzuri ya kuwaingia wazazi wao. Lakini moyoni lengo halisi nilitaka nijue namna ambavyo familia hii ilivyonichukulia. Kwani matajiri wengi hawakupenda kuchangamana na sisi wa tabaka la chini. Alilifanyia kazi jambo nililomshauri. Lakini cha kushangaza, alipomweleza tu Joyline, iliibuka vita nzito kwani ndugu yake alimtizama kwa dharau akasonya kisha akaondoka walipokuwa. Tuliendelea na penzi letu kwa siri bila kukata tamaa. Ila mara zote uhuru ulikuwa pale wazazi walipotoka na yeye akiwa yuko nyumbani, yani alipokuwa day off. Huku pia chuki ya Joyline ilizidi kumea mizizi kiasi cha kumshinda kuificha. Alianza kuionyesha chuki yake waziwazi, ikiwa ni kwangu pamoja na kwa ndugu yake. Hapa sasa ilikuwa jambo dogo tu lilizua ugomvi mkubwa, na hawakuishia kutupiana maneno tu, bali hata ilifika hatua ya kuvutana muda mwingine. Matatizo yalianza pale Joyline alipowaza kutafuta usaidizi wa nguvu za giza. Aise, binti alikuwa na chuki ya hali ya juu. Kwa madai yake, hakupenda kuona dada yake akiwa na mtu wa tabaka la chini. Ila ukweli ulikuwa ni kwamba chuki yake ni kwa sababu alikuwa akinipenda pia. Na kama unavyojua, sio kwamba hakuwa na mwanaume, ila hakuwa mwaminifu kwani alikuwa na mwanaume tayari. Mwanaume wake aliitwa Jaden, ambaye alikuwa ni wa mtoto rafiki wa baba yake. Na mara kadhaa alikuja nyumbani pale hata wazazi wakiwepo kwani walitambua ingawa hayakuwa mahusiano rasmi. Hivyo nililiheshimu hilo na tayari nilikuwa na mpenzi ambaye ni dada yake, ambaye ni Jasmine, mwanamke mwenye upendo, heshima na uaminifu. Kwa upande mwingine, kwa wiki kadhaa sasa ulikuwa umeibuka mtihani mzito zaidi ya Joyline. Mtihani huu ulikuwa ni kuhitajika kimapenzi na Madam Gladness. Sasa ni vita ya mama na mabinti zake, kila mmoja akilitaka penzi la kijakazi wao. Japo nilielewa mama yeye alisukumwa na tamaa, kwani alitaka niwe kibenteni wake ili niweze kukata kiu na kumtimizia haja zake, kwani mumewe mzee Davson ilifikia hatua ya kutokuwa na muda wala hamu na mkewe kabisa. Nilichanganyikiwa kwani alikuwa mama wa mpenzi wangu, na mara kadhaa alifanya majaribio ya kunivamia chumbani kwangu, japo pia Mungu alinivusha na nilimkataa, jambo lilomkera kiasi cha kunitishia kunifukuza kazi. Sikuwa na wasiwasi na upendo wa Jasmine kwangu, hivyo nilikuwa nikimwelezea kila kitu, jambo lililopelekea kujenga uaminifu na kulitunza penzi letu. Sikuwahi kuingiwa na roho ya tamaa mbali na vishawishi vyote. Mara zote nilitembea na kumbukumbu ya kiapo changu mimi na mpenzi wangu Jasmine. Hivyo kila mara nilipoangukia mtegoni mwa Madam, nilifanikiwa kuvikwepa vishawishi na laana hii nzito. Mbali na hayo, sikuweza pia kumsaliti na kumgeuka mzee Davson ambaye alibadilisha dira nzima ya maisha yangu hapa jijini Dar es Salaam. Mambo yaliharibika zaidi pindi tu Joyline alipokata shauri na kuamua kufunga safari kwenda Tanga kwa mganga anayeogopeka sana aliyeitwa Mzee Ndagumbo. Usikose sehemu ya pili ya kisa hiki ili kujua nini kiliendelea kwenye safari ya Joyline kwa mganga hatari Mzee Ndagumbo. Je, atafanikiwa? Tafadhali usisahau kulike, kucomment na kushare, lakini pia kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kupata video zetu mpya. Hii ni African Story with AI.